tena Mungu ametupatia kuweza kuisikiliza sauti yake kupitia neno lake. Na somo la leo linasema matarajio ya mwenye haki katika utawala wa Kirumi. Matarajio ya mwenye haki katika utawala wa Kirumi. Maandiko yetu ya msingi yanayotuongoza kwenye somo hili ni kutoka kwenye Injili ya Luka sura ile ya 2 mstari ule wa 25 na mstari ule wa 37 mpaka 38. Tasoma Luka 2:25. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akiitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Mstari ule wa 37 mpaka 38 tunasoma hivi: naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu mwema, asante kwa ajili ya ujumbe huu ulioko mbele yetu. Asante kwa Roho wako Mtakatifu, mwalimu, kiongozi awezaye kutufundisha na kututia katika kweli yako. Na tunapoifahamu kweli yako inatuweka huru. Na umesema neno lako halitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake kama ulivyolituma. Ninaomba neno hili likafanikiwe katika maisha yangu, likafanikiwe pia kwa yeyote anayesikia. Kusudi ulilolikusudia liweze kutimia katika maisha yake, kama ulivyokusudia kwa Simeon, kama ulivyokusudia kwa Ana binti Fanueli na watu wengine ambao walikuwa wakiutarajia wokovu wako. Tunaona neno lako ambalo ni kweli liliweza kutimia. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko ambayo tumeyasoma hapo juu yanatuonyesha watu wa Mungu ambao walikuwepo kwenye kipindi cha utawala wa Kirumi. Na katika kipindi hicho cha utawala wa Kirumi ndicho kipindi ambacho Yesu Masihi aliyetarajiwa aliweza kuzaliwa. Na kulikuwa na sababu kama ambavyo tumesoma ya huyu Simeon, lakini pia Ana binti Fanueli na watu wengine ambao waliutarajia wokovu kutoka kwa Masihi, au walitarajia ujio wa Masihi. Katika somo hili, utawala wa Kirumi tayari ulishapita,
na tawala mbalimbali baada ya hapo zikawepo na zinaendelea kuwepo. Lakini unapoangalia utawala wa Kirumi kuna kufanana na tawala nyingine au falme nyingine ambazo zimekuwepo na zilizopo. Kuna kufanana kwa falme hizi za kidunia, lakini pia kuna kufanana pia na falme za kiroho. Na kwenye falme za kiroho kuna ufalme wa giza, lakini kuna ufalme wa nuru. Ufalme wa giza ni wa Shetani, ufalme wa nuru ni wa Mungu. Na katika somo hili, kwa sababu ya kuwepo kufanana utawala huu wa Kirumi, katika somo hili tunapozungumzia utawala wa Kirumi tutakuwa tunamaanisha utawala huu wa Kirumi unasimama badala ya moja, utawala wa Shetani, kwa sababu ukiangalia wakati ule wa utawala wa Kirumi, utawala wa Kirumi huu uliweza kuwanyanyasa sana watu wa Mungu, na ndio wakawa na matarajio pekee ambayo walikuwa nayo ni kumtarajia Masihi Yesu Kristo, au tumaini pekee ambalo walikuwa nalo lilikuwa tu ni kumngojea Masihi, kwamba Masihi atakapokuja basi atawakomboa watu na utawala wa Kirumi, atawafungua watu na utawala wa Kirumi. Na Shetani bado pia yupo duniani kama alivyokuwa wakati ule utawala wa Kirumi. Shetani pia bado yupo, ni mfalme wa anga katika ulimwengu wa giza, na ana utawala wake. Utawala huo ukisoma kwenye Waefeso 6 anapozungumzia silaha za Mungu, anaonyesha pia watu wa Mungu kwenye vita vya kiroho wanavyopaswa kushindana na huu utawala wa Shetani. Anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na pia tunapozungumzia utawala wa Kirumi tunazungumzia pia eneo jingine la utawala mbaya wa wafalme wa dunia hii katika mataifa mbalimbali. Na kwenye somo hili, kulingana na hawa ambao tumewasoma, hawa watu wanaotajwa kwenye maandiko ambayo tumeyasoma, maandiko yetu ya msingi, tunamwona Simoni akitajwa, lakini pia tunamwona Ana binti Fanueli akitajwa, na watu wengine walioshukuru, waliopata nafasi ya kumshuhudia Yesu alipozaliwa
na wakashukuru Mungu kwa sababu yale matarajio yao waliokuwa wanayategemea kwa muda mrefu Mungu aliyatimiza, na walikuwa wakingojea. Matarajio yao yalikuwa nini? Ni ukombozi dhidi ya utawala wa Shetani. Matarajio yao yalikuwa katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni ukombozi kutoka utawala wa Shetani, kwa sababu tunaona baada ya Adam na Hawa kuasi katika bustani ya Edeni, Mungu alikuwa na mpango kwa ajili yao. Alikuwa na mpango wa muda mfupi, lakini pia alikuwa na mpango wa muda mrefu au mpango wa kudumu. Na tunaona ule mpango wa muda mfupi ulifaa tu katika Agano la Kale, ulitekelezwa tu katika Agano la Kale, lakini usingefaa katika Agano Jipya, kwa sababu katika Agano Jipya tayari Mungu alikuwa na mpango mwingine. Agano la Kale na katika Agano Jipya, mpango wa Agano la Kale ulihusisha damu, kuwapatanisha wanadamu na Mungu. Na kwenye Mwanzo 3 mstari wa 21, Adam na Hawa walipokuwa wanahangaika kujivika majani ya mtini, maandiko yanasema Bwana akawavika mavazi ya ngozi. Ina maana kuna mnyama aliyechinjwa na damu iliyomwagika ikawa ni damu ya upatanisho wa dhambi zao na Mungu. Na hiyo ilionyesha ya kwamba huo ndio mpango wa muda mfupi katika Agano la Kale, na watu waliishi kwa huo. Walipatanishwa kwa damu za wanyama. Na maandiko yanasema katika Torati, karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Pasipo damu hakukuwa na ondoleo la dhambi. Haleluya. Lakini tunaona kwenye Mwanzo 3:15 Mungu pia alitangaza mpango wa kudumu wa upatanisho wa watu na dhambi zao kupitia damu ya Yesu. Na ukisoma hapo anasema, nitaweka wadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka, uzao wa mwanamke utauponda kichwa uzao wa nyoka, na uzao wa nyoka utauponda kisigino uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo. Mungu alikuwa anatoa unabii wa Yesu Kristo Masihi, ambaye atakuja na yeye atakuwa ni mwanadamu wa kipekee, ambaye damu yake haitakuwa na unajisi, kwa sababu tayari Adam na Hawa baada ya uasi damu yao ilishaharibiwa, ilishatiwa unajisi. Kwa hiyo ilibidi apatikane mwanadamu
atakaye kuja kuwa mbadala wa wanadamu walioasi, na yeye awe mwana kondoo wa Mungu, achukue dhambi ya ulimwengu na aweze kumwaga damu yake kuwa upatanisho na ondoleo la dhambi za watu wote. Na tunaona baada ya hapo, ili kuthibitisha lile neno kwamba ni neno la Mungu, Mungu akawafunulia manabii wake. Kama ukisoma kwenye kitabu cha Amos, anasema hakika Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo baada ya lile tangazo, Mungu akaanza kuwafunulia manabii wake, watumishi wake waliokuwepo wakati huo. Na tunaposoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 7 mstari ule wa 14, tunasoma hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Tayari tunaona nabii Isaya anatabiri habari za Masihi, Mwokozi atakaye kuja kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, Mwokozi atakayefanyika mwili kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Kwenye Isaya 9 mstari wa 6 pia anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Haleluya. Kisoma pia nabii Mika, nabii Mika sura ya 5 mstari wa 2 anasema, bali wewe Betlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona matarajio ya hawa watu wa Mungu, walikuwa wanamtarajia mtawala au mfalme Yesu, ambaye yeye ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na
Matarajio mengine walikuwa wanatarajia Yesu aweze kuwakomboa pia kwa utawala wa Kirumi. Hilo linaonekana baada ya kipindi ambacho Yesu sasa anawapa maelekezo ya mwisho au anawapa maagizo ya mwisho wanafunzi wake, na wanafunzi wake wanaona kama kile walichokitarajia kutoka kwa Yesu akijatimia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 6, Matendo 1:6, tunasoma hivi. Swali hili linaonyesha kwamba hawa watu kuna matarajio ambayo walikuwa wanayatarajia, lakini wanaona Yesu sasa anawaaga. Yesu anataka kuondoka, lakini matarajio yao bado hayajaweza kutimizwa na Yesu, au ahadi ambayo waliitegemea, ahadi kutokana na neno la Mungu au nabii ambao tumeusoma kwenye Mika ya kwamba Yesu atakuja kuwa mtawala pia, sio tu kumshinda shetani, lakini pia hata kuwakomboa Waisraeli katika utawala wa Kirumi. Sikiliza hili swali ambalo mitume waliweza kumuuliza Yesu. Anasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hapa unaona wanamuuliza swali hilo. Lilikuja baada ya Yesu kuagiza kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka waingojee nini? Ahadi ya Roho Mtakatifu. Lakini wao wanaona Yesu anawaambia kitu kingine ambacho wao kwanza walikuwa wanataka kuona Yesu anaukomesha ule utawala mbaya wa Kirumi, ule ufalme mbaya ambao ulikuwa unawanyanyasa, kama ambavyo tutaweza kuangalia vizuri huu ufalme wa Kirumi. Tutauangalia vizuri huu ufalme wa Kirumi na tutaweza kuona kwa nini hawa mitume walikuwa wanataka warejeshewe ufalme, yaani wawe na ufalme wao. Ukisoma kwenye Luka 24 mstari ule wa 21 unapata pia habari za Kleopa na mwenzake
baada ya Yesu kukamatwa na kuteswa na kuuawa. Unaona kile ambacho pia Kleopa na mwenzake walikuwa wanatumaini au walichokuwa wanatarajia. Kwenye Mathayo 24 mstari wa 21 tunasoma hivi: nasi tulikuwa tukitumaini. Kutumaini inafanana na kutarajia. Sasa anasema nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Walikuwa wakitumaini kwamba Yesu sasa ndiye mfalme atakayewakomboa Israeli na utawala wa Kirumi. Lakini sasa wanachoshangaa, kinachostaajabisha, huyu Yesu ambaye watu walimshindwa kumkamata, ilikuwa kila majaribio yote wale wapinzani wake walikuwa wanafeli, wanashindwa. Majaribio yote ya kumkamata Yesu, kuna wakati walitaka kumkamata wamrushe huko afe, aanguke, akapita katikati yao, maandiko yanasema. Sasa leo siku 3 zimepita baada ya Yesu kuwa amekufa na wao wameshuhudia amekufa. Hawa wanaelekea katika kijiji cha Ema wakiwa na manunguniko, wakiwa wanasikitika, wakiwa wanahuzunika, wakiwa na uchungu, kwa sababu tu tumaini lao au taraja lao alijatokea vile walivyotegemea. Mungu atusaidie sana. Ndio maana anasema hapa, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa nini? Israeli. Na kama haitoshi, anasema zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Unaona maswali haya ambayo walikuwa nayo wanafunzi wa Yesu, mitume wenyewe walikuwa na maswali haya. Ndio maana wakamuuliza, je, ni wakati huu ambapo utawarejeshea Israeli ufalme kutoka ufalme huu wa Kirumi unaowanyanyasa watu? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwenye Marko, Injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 7 mpaka wa 10. Marko 11:7 mpaka 10. Anasema hivi, Marko 11:7 mpaka 10. Unaona, na hawa watu ambao kuna watu ambao walitandaza hata mavazi yao wakayaweka chini, yakawa ni badala ya carpet au red carpet ya mfalme kutembelea. Nao pia walifanya hivyo wakitarajia kwamba Yesu atakuja kuwakomboa na utawala wa Kirumi au na ufalme wa Kirumi. Sikiliza hapa. Wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Sehemu nyingine wanasema matawi ya mitende.
Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Maana ya neno Hosana ni utuokoe, utuokoe. Kwa hiyo walipokuwa wanaimba Hosana, 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 mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, walikuwa wana ujumbe pia wa kusema utuokoe, utuokoe. Walikuwa wanategemea Yesu Kristo, yeye ni mfalme, amekuja pia kuwaokoa na utawala mbaya wa Kirumi. Hiyo wakawa tayari, akina mama wakachukua kanga zao wakazitandika chini, wanaume makoti yao wakayatandika chini, wakakata matawi ya mitende, wakawa wanamshangilia mfalme wao, wakiwa na tumaini ya kwamba sasa utawala wa Kirumi mwisho wake umefika. Ndio walikuwa matarajio yao, ndio walikuwa matumaini yao, kama ya Kleopa na mwenzake ambako tumesoma kule. Watu wengi walikuwa na matarajio haya, na ndio maana unaona baada ya Yesu kukamatwa na kuteswa na kufa pale msalabani, wanafunzi karibu wote walivunjika moyo, walikata tamaa, kwa sababu matarajio yao yaliishia hapo au yalifika hapo. Tumaini lao lilifikia mwisho hapo, na ndio unaona kina Petro wakarudia nyavu zao. Naona hata baada ya Yesu kufufuka alimkuta Petro akiendelea na kazi yake ya zamani ya kuvua samaki, na lile neno linalosema nitampiga mchungaji na kondoo atatawanyika likatimia. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa matarajio yao, lakini pia hao watu pamoja na kuwa na matarajio yao, lakini pia walikuwa na mitazamo tofauti. Kulikuwa na mitazamo miwili tofauti, na tunaona mitazamo yao ilikuwa tofauti kwa sababu kundi moja la Simon, Ana binti Fanueli na pia mtume Yohana, hawa mitazamo yao au kipaumbele chao cha kwanza, mtazamo wao wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Mungu. Yaani walikuwa wanamtarajia Yesu ya kwamba yeye atawapatia ufalme wa Mungu. Masihi atakapokuja atawapatia ufalme wa Mungu. Na ndio maana unaona huyu Ana binti Fanueli, lakini pia na Simeoni, hawa wote wanatajwa kwamba umri wao ulikuwa umeenda. Ana binti Fanueli yeye alikuwa na miaka 84, mtu ambaye, haleluya, jina la Bwana libarikiwe, mtu ambaye kwake matarajio yake kama ambavyo tumeona, au matarajio yao kama ambavyo tumeona, wao kuhusiana na utawala mbaya wa Kirumi, wao muda wao wa kuishi ulisha kuwa umeenda. Kwa hiyo wao matumaini yao au matarajio yao ilikuwa ni wao kupata uhakika juu ya kuingia ufalme wa Mungu kupitia Masihi. Haleluya.
Ndio maana Simeoni anasema alipompokea Yesu, anasema sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani kama ulivyosema. Yaani anafurahia unabii aliokuwa nao, ufunuo ambao Mungu alimpatia, na akaambiwa hata onja mauti mpaka auone ufalme wa Mungu, mpaka amuone Yesu yeye mwenyewe, amshike, hata kufa, hata onja mauti mpaka auone ufalme wa Mungu. Na sasa ameuona ufalme wa Mungu, anasema sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani. Vivyo hivyo kwa Ana binti Fanueli na wengine ambao walikuwa wanautarajia huo ukombozi, waliokuwa wanamtarajia Masihi. Vivyo hivyo tunaona maandiko yanasema kwenye ile mistari ambayo tumeisoma, ambayo ndio msingi wa somo letu, tunaona kwamba Ana na mwenzake pia wakamshukuru Mungu kwa kile ambacho walikitarajia sasa kimetimia, sasa kimekuwa. Kwa hiyo tunaona wao kipaumbele chao au mtazamo wao au maono yao ilikuwa ni kuhusiana na ufalme wa Mungu. Lakini pia Mtume Yohana, Yesu alimtolea unabii akasema, wako watu wasimamao hapa ambao hawataonja mauti mpaka wauone ufalme. Tunafahamu Yohana alikuwa mmoja wa wale mitume thenashara, na tunaona katika wale thenashara mitume 11, ukiachana na Yuda Iskarioti, mitume wale ambao walikuwa baada sasa ya Yuda Iskarioti, wale mitume wote 11 wote waliuawa. Vitabu vya historia vinaelezea jinsi walivyouawa. Kama Thomas yeye aliuawa India, Petro yeye akasulubishwa, akawaambia usisulubishe kama bwana wangu, kwa sababu kifo cha bwana wangu hakiwezi kufananishwa na kifo kingine chochote. Badala ya kunisulubisha kichwa juu miguu chini kama Yesu, akasema mimi nisulubisheni tofauti. Kwa hiyo akamsulubisha hivyo. Na wengine pia ukisoma vitabu vya historia vinaelezea jinsi wote walivyofanya nini, walivyoweza kuuawa. Lakini kuna mwanafunzi tu mmoja wa Yesu ambaye majaribio ya kumuua hayakuweza kufanikiwa. Majaribio yote ambayo waliyafanya ili wamuue hayakuweza kufanikiwa. Na huyu alikuwa ni Mtume Yohana. Na hayakufanikiwa kwa sababu kulikuwa na neno la unabii, kama vile Simeoni alivyokuwa na neno la unabii ya kwamba hataonja mauti mpaka aone ufalme, kama alivyokuwa nayo Ana binti Fanueli mjane, ya kwamba hawezi kufa mpaka auone wokovu, mpaka ampokee Yesu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona pia Mtume Yohana alifanyiwa majaribio mengi ya kutaka kumuua. Moja ya jaribio lake, yalichemshwa mafuta, yaliwekwa mafuta kwenye pipa, yakachemka sawa sawa kama mafuta ya samaki yanavyochemka, alafu samaki anatumbukizwa mle ili akaanga. Wale watesi wake wakamtumbukiza Yohana kwenye lile pipa, lakini yale mafuta kama ilivyokuwa kwenye ule moto wa Meshaki, Shadrach na Abednego, yale mafuta na ukali ya vile yalivyochemka hayakuweza kugusa ngozi yake hata tone. Badala yake akaendelea kuiba utukufu akiwa kwenye pipa.
na walipoona hivyo wakamtoa. Baada ya majaribio mengi kushindwa, wakaamua kumpeleka kwenye kisiwa cha Patmo, mahali pabaya, mahali ambapo kuna nyoka wabaya, nyoka wenye sumu, ili ikiwezekana akiwa huko auawe hata nao nyoka. Lakini kwa sababu kulikuwa na neno la unabii ambalo Yesu alikuwa amemtamkia kwamba hata onja mauti mpaka auone ufalme, tunaona Mungu akamfunulia, Mungu akamwonyesha ufalme. Haleluya! Akamwonyesha ufalme wa Mungu utakavyokuwa, akawa na maono, akapata ile picha yote hata kabla ya kwenda katika ule falme. Akiwa hapa duniani, Mungu akamwonyesha A to Z, mwanzo mpaka mwisho, ufalme wa Mungu utakavyokuwa mpaka mwisho wake. Na yale yaliyoonyeshwa, maandiko yanasema, Yohana akaambiwa, haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Yohana akaandika yale yote ambayo aliyaona. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Yale yote ambayo aliyaona, maono ya ufalme wa Mungu, na aliona hivyo kwa sababu mtazamo wake namba moja ilikuwa ni kuona ufalme wa Mungu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema wanaomtafuta Mungu kwa bidii watamwona. Anasema pia wenye njaa na kiu ya haki watashibishwa. Kwa hiyo kama Yohana haja yake, matarajio yake ilikuwa ni kuona ufalme kwa maono kabla hajauingia, kabla hajaufikia. Kwa hiyo tunaona ile haja yake au kiu yake ilishibishwa, ilitoshelezwa. Kile alichokitamani kukiona alikiona, na mapenzi ya Mungu aliyoyakusudia ya kwamba huyu hata kufa mpaka auone ufalme yalitokea. Mwenye maono hafi mpaka yale ambayo Mungu amemkusudia yaweze kutokea, yaweze kutimia. Mwenye maono hafi kwa sababu ya kuuawa. Si unaona ilishindikana kwa mtume Yohana, majaribio yote yalishindikana, hawakuweza kumuua au kuweza kumuua. Lakini mwenye haki au mwenye maono au mcha Mungu anakufa tu pale ambapo Mungu sasa ameona kazi yake imeisha. Kazi yangu ikisha, nami nikiokoka na kuvaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi ni
nifikapo ng'amboni, hatakuwa wa kwanza kunilaki. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu. Na mimi nifikapo kwake huko mbinguni, nataka kumwona Mwokozi kwanza. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua